If they think they can kill Ugandans here and get away with it, we have the capacity to hunt them down wherever they go. Siku moja tu baada ya kufanikiwa kwa mashambulizi mawili ya kigaidi, polisi wanadai kuwa Isa Ahmed Luima aliwasili Nairobi kutoka Kampala na kukutana na kiongozi wao Hanif katika mkahawa mmoja ulioko katika barabara ya Luthuli. Kwa mujibu wa uchunguzi wa polisi, Luima alipewa nauli ya shilingi 1500 na kuondoka zake kuelekea Mombasa kujiunga na familia yake, huku Hanif akielekea Somalia. Huku hayo yakijiri, jamaa mmoja katika maeneo ya Isili aliuza simu yake ya rununu kwa mchuuzi mmoja kutoka Ukambani na aliyekuwa amewasili Isili kununua bidhaa zaidi za kuwauzia wateja wake. Kosa kubwa zaidi alilotenda na ambalo lilianzisha operesheni kubwa. Akiwa akiendelea na shughuli zake za uchuuzi, mchuuzi huyo kutoka Ukambani Mohamed Adan Abdo hakuwa akijua kuwa hiyo ndiyo iliyokuwa siku yake ya mwisho akiwa huru, kwani simu aliyokuwa akitumia ndiyo iliyotumiwa na washukiwa wa kigaidi katika operesheni nzima. Aliporejea Makueni huko Tawa, maafisa wa FBI kutoka Marekani walikuwa wamezunguka mji huo na gari zao zilizokuwa zimepachikwa mitambo maalum, huku wakijaribu kumkaribia Mohamed Adan Abdo. Kilichofuatia ni polisi wa Kenya kumfumania baada ya mitambo ya FBI kutambua mahala alipokuwa, nyuma ya duka moja la kuuza soda. Abdo hatimaye aliwaelekeza maafisa wa polisi hadi Isili na kisha baada ya Athi River, mahala ambapo mdaiwa wa simu kwa jina la Hassan Hussein Agade alifumaniwa. Polisi wanadai kuwa miezi miwili kabla ya mashambulizi ya kigaidi, Agade alitumia simu yake katika huduma ya malipo ya kulipia deni ya stima. Malipo yaliyochangia kukamatwa kwake baada ya polisi kufuatilia mita ya stima iliyokuwa ikitumiwa na Agade. Msako wa polisi ulielekea hadi Mombasa, katika jengo hili ambapo mtangazaji wa kituo kimoja cha redio kwa jina la Habib Suleiman Joroge alitiwa mbaroni kwa kosa la kuwapa hifadhi washukiwa watatu wa kigaidi. Alikuwa mtu aina gani? Ibada, mtulivu? Sikuwa tuamona ni mtulivu, pole sana. Hatimaye Habib Suleiman alisafirishwa usiku huo huo hadi Nairobi kabla ya kupelekwa Kampala, Uganda. Idris Magondu, ambaye anatajwa pia na polisi kuwa kuhudumu katika hoteli ya Kikambala iliyoshambuliwa na magaidi, anadaiwa kusafirisha runinga na kapeti moja pamoja na bidhaa zingine nchini Uganda kwa washukiwa watatu wa mwisho wa kujitolea muhanga. Polisi wanadai kumkamata Magondu nyumbani kwake huko Kawangware. Kukamatwa kwa wote hawa kulifungua mwanya mkubwa kwa idara zote za kiusalama. Msafara wa kuwakamata wengine akiwemo Ahmed Luima, nduguye Isa Luima, ulielekea hadi Kampala, Uganda, mahala ambapo polisi wa kupambana na magaidi wa Uganda almaruf RRU waliweza kuwakamata washukiwa wengine na kupata simu zingine 2 zilizotumika na washukiwa hao na ambazo zilidaiwa kutupwa katika vyoo hivi viwili vya kuchimba katika maeneo ya Namasuba na Janankumbi na Parasoni. Usikose kujiunga nami mwanahabari wako mpekuzi Mohamed Ali katika sehemu ya 4 ya makala haya,
vudhi la ugaidi. Kwa nini ulitaka kujiunga na Al-Shabaab? Mimi ilikuwa nia yangu. Nilikuwa sitaki kukaa kwa nchi za wakafiri. Kafiri unamaanisha nini? Ukisema kafiri wale wenye kama hii Uganda, wenye kupeleka wajeshi pale Somalia. Kifuka Somalia watu wanakufa kama kuku. Watu wanachinjana. Na mtu anaua mwenzake kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Uganda na Ethiopia na Burundi. Sheikh Sharifu ni mnafiki tu. Wallahi tena atatoka. Somalia tunataka sharia roho. Nafikiri watu wako ndio wanapigana Mogadishu. Ni wapigana kama mimi. Na ziara yangu ya kutaka kupenyeza jela ya Luzira go Uganda kwa lengo la kujaribu kuwafikia Wakenya waliozuiliwa huko, pamoja na mahojiano ya ana kwa ana na mshukiwa wa kigaidi. Muhammad Ali, makala ya Jicho Pevu, KTN leo.